Asante kwa kuendelea kusalia nasi. Hii ni Channel 10 Plus habari, na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Tayari golikipa kisasa wa mpira Eden Bahati niko hapa kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT imeidhinisha rasmi marekebisho ya katiba ya klabu ya soka ya Simba baada ya kukamilika kwa mchakato wa kisheria uliokuwa chini ya ofisi ya msajili wa vyama vya michezo nchini. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, msajili wa vyama vya michezo nchini Abel Ngilangwa amesema marekebisho hayo yamefanyika kwa kuzingatia sheria na kanuni zote zinazosimamia vyama vya michezo. Hatua hii inajiri baada ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda kumwagiza msajili wa vyama vya michezo kuhakikisha kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya Simba unapatiwa majibu kabla ya mwezi kumalizika. Kupitia maelekezo hayo ya Mheshimiwa Waziri, ofisi ya msajili imeshakamilisha hatua hiyo ya mwisho ya kukabidhi katiba na kupokelewa rasmi ambayo katiba imeidhinishwa. Kwa hiyo katiba ya klabu ya Simba imeshakabidhiwa kwenye uongozi wa klabu ya Simba ili kuwaruhusu wawekezaji kwa mujibu wa katiba yake ya mwaka 2018. Katika utekelezaji wa mageuzi hayo, changamoto za kisheria na za kiutawala zilijitokeza, ikiwemo masuala ya muundo wa umiliki, usajili wa wadhamini na uoanifu wa katiba na matakwa ya taasisi mbalimbali za serikali. Marekebisho hayo yalikuwa yamejadiliwa na kupitishwa awali kwa mkutano mkuu wa wanachama uliofanyika tarehe 30 baada ya kuwa na changamoto hizo. Kwa hiyo mkutano wa tarehe 30 Novemba 2025 wa klabu ya Simba uliweza kuboresha katiba ili iweze kuendana na yale changamoto zote, kuziondoa zile changamoto ambazo ilisababisha katiba ya kwanza kukwamisha ule mchakato wa mabadiliko. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amefanya mazungumzo na balozi wa Katari hapa nchini Mheshimiwa Ahmed Abdullah Al Dosal kuhusu ushirikiano wa nchi hizo katika uwekezaji kwenye maendeleo ya sekta ya michezo hapa nchini. Waziri Makonda amekutana na balozi huyo jijini Dar es Salaam, ambapo alimueleza namna Tanzania inavyoendelea na maandalizi kuelekea michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027, akibainisha fursa za uwekezaji katika miundombinu ikiwemo maradhi jijini Arusha, uboreshaji wa viwanja vya mpira wa miguu pamoja na kukuza sekta ya utalii. Alisisitiza umuhimu wa kunufaika na uzoefu wa Qatar uliopatikana wakati wa kuandaa Kombe la Dunia la FIFA 2022, tukio lilotambulika kimataifa kwa ubora wa miundombinu, usimamizi na mchango wake mkubwa katika uchumi wa maendeleo ya sekta ya michezo nchini humo. Vile alishukuru nchi hiyo kwa kuendelea kushirikiana na Tanzania katika sekta za maendeleo, uwekezaji na diplomasia. Kwa upande wake, Balozi Ahmed alisisitiza kuendeleza ushirikiano huo kupitia kubadilishana uzoefu, kuendeleza miradi ya pamoja itakayochochea maendeleo ya michezo, utamaduni, utalii, uwekezaji pamoja na uchumi. Kaimu Katibu Tawala wa Mkoa wa Mara Domicus Lusas, ambaye pia ni mkuu wa sehemu ya rasilimali watu mkoa wa Mara, amesema kuwa ulimwengu wa sasa unahitaji michezo kuendesha kwa mifumo ya kisasa na yenye kuzingatia weledi. Ameyasema hayo wakati akifungua kikao cha wajumbe wa kamati ya michezo ya mkoa, ambapo amewataka wajumbe wa kamati ya michezo kusimamia na kuendesha michezo kwa mfumo bora inayozingatia haki za wanamichezo, afya zao, maslahi yao pamoja na kujitambua na kujitathmini ili kuleta maendeleo endelevu katika sekta ya michezo mkoani humo. Jukumu letu sisi ni tushiriki. Tumekuwa tunashiriki michezo. Hata mimi hapa nina timu ya RS Mara imekuwa inashiriki michezo mara kwa mara, mashindano yote ya kitaifa, lakini tunashiriki vikao mbalimbali vinavyohusiana na michezo kitaifa, lakini pia tumekuwa tunahamasisha mara kwa mara kufanya mazoezi ya viungo kwa afya kama inavyoelekezwa, lakini zaidi kuboresha miundombinu ya michezo. Najua swala la miundombinu ni changamoto kubwa kwa mkoa wa Mara.
kuna haja ya kuendelea kuboresha miundombinu yetu ya michezo kama maelekezo yanavyozidi kutolewa mara kwa mara. Ndugu zangu, naomba nitoe rai moja kwamba sisi kama kamati na wadau wa michezo katika mkoa wa Mara tuhakikishe kuwa maelekezo yote yanayotolewa na viongozi yanatekelezwa ipasavyo. Uongozi wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam umeomba wadau wa michezo nchini kujitokeza kuwaunga mkono kuelekea mashindano ya watoto yanayotarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi Machi, yakiwa na lengo la kuibua vipaji vipya. Wito huu umetolewa na mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam, Amani Ngoka, wakati akizungumza na Channel 10 Michezo, ambapo amesema kuwa kutokana na umuhimu wa mashindano hayo, wadau wanakaribishwa ili kufikia lengo lao. Lengo kuu, kuna mashindano mengi ya vijana yanafanyika, lakini unakuta tunapata vijana wachache kutokana na kuwa hatuwezi kuingia labda kule kwenye mashule. Kuna vijana wengine labda wamemaliza shule lakini umri ni mdogo. Je, vile vipaji tunavipataje na kwa ajili ya kuviendeleza? Sasa ili tuweze kupata vile vipaji, tumeandaa tukio hilo la mashindano ili kuweza kupata vile vipaji. Tukisha waona wale watoto, tuwachukue ambao wamemaliza shule, tuweke sehemu moja kwa ajili ya kufanyia training. Wale ambao kwa mashuleni, tunatengeneza mpango mkakati kwa ajili ya kutuma makocha wetu kule mashuleni wakishirikiana na walimu wa shule kwa ajili ya kuendeleza wale watoto. Lengo kuu ni kwa ajili ya kulinda vipaji vya wale watoto. Tuna mashindano mwaka huu ya junior ya dunia ambayo yatafanyika mwezi wa 12 na nadhani. Sasa bila kutengeneza sasa hivi, medali tunaitengeneza saa ngapi? Ndio maana tumeandaa tukio hilo. Tukio hilo ni kubwa ambalo tunatarajia kukusanya watoto 3,000 plus kutoka mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine ya Tanzania bara na visiwani. Watu wote wanakaribishwa. Ni mbio ambayo itakuwa ni open. Watoto watakuwa hawachangi kitu cha aina yoyote. Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limewakumbusha washereheshaji nchini kuendelea kujisajili rasmi ili kutambuliwa kisheria na kufanya kazi zao kwa mujibu wa taratibu na kanuni za sekta ya sanaa. Akizungumza kuhusu umuhimu wa usajili huo, afisa sanaa mwandamizi BASATA Abel Ndaga amesema kuwa wasanii na washereheshaji wote wanapaswa kuwa na namba zao halali za usajili na kuepuka kutumia namba za watu wengine, jambo ambalo ni kinyume na sheria na maadili ya kazi. Kauli ya BASATA inajiri baada ya sintofahamu iliyojitokeza kuhusu namba ya usajili wa MC Moses Fedha kuonekana kutumiwa na MC Joachim Anton, hali iliyozua mkanganyiko huo. Namba ya usajili ya bwana Moses au MC Moses Fedha ilitumiwa kisivyo halali na bwana Joachim Anthony Moleka, na tunashukuru MC Moses Fedha leo alifika ofisini hapa BASATA, tumeongea naye, na baada ya maongezi hayo tumebaini kwa kina na kujiridhisha kwamba yeye hakutenda kosa hilo na hamfahamu hata huyo bwana Joachim Anthony Moleka. Ninapenda kutoa wito kwa wasanii na wadau wa sanaa ambao tayari wameshasajiliwa. Ni jambo jema kuonyesha cheti chako kwamba umesajiliwa. Ni vizuri baadhi ya taarifa, hasa ile namba yako ya usajili, kuficha ili watu wenye nia ovu wasiweze kutumia namba hiyo kwa lengo la kufanya uhalifu. Tukibaini mtu yoyote akifanya kitendo hicho, basi sheria na adhabu kali dhidi yake zitachukuliwa. Nipende kutoa wito kwa wale ambao hawajajisajili waje kujisajili BASATA. Naam, taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza habari za michezo medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya iliendelea usiku wa jana kwa michezo minne ya hatua ya mtoano kutafuta timu zitakazokwenda hatua ya 16 bora. Katika mchezo wa mapema hapo jana, klabu ya Galatasaray ya nchini Uturuki wakiwa nyumbani ilibuka na ushindi mnono wa mabao 5-2 dhidi ya vigogo wa Italia Juventus waliomaliza dakika 90 pungufu baada ya mlinzi wao Juan Cabal kupata kadi nyekundu. Matokeo haya yamewaweka Galatasaray katika nafasi nzuri kabla ya mchezo wa marudiano. Nchini Ujerumani, Borussia Dortmund walitumia vyema faida ya uwanja wa nyumbani kwa kuwafunga Atalanta Bergamo ya Italia mabao 2-0. Huku nchini Ureno, mabingwa wa kihistoria barani Ulaya Real Madrid walipata ushindi muhimu wa bao 1-0
ugenini dhidi ya Benfica katika mchezo uliovuta hisia za watazamaji wa soka barani Ulaya na duniani kiujumla, huku wakijiweka katika mazingira mazuri kuelekea mchezo wa marudiano. Wakati huo huo, nchini Ufaransa, mabingwa watetezi PSG ilitoka nyuma na kushinda mabao 3-2 dhidi ya ndugu zao AS Monaco katika pambano lilokuwa na ushindani kali. Michezo hiyo ilikuwa ni sehemu ya hatua ya kwanza ya mtoano, huku mechi za marudiano zikitarajiwa kuchezwa wiki ijayo kuamua timu zitakazofuzu hatua inayofuata mashindano hayo makubwa barani Ulaya kwa ngazi ya vilabu. Huku leo pia michezo 4 itapigwa katika viwanja tofauti. Mchezo wa kwanza na wa mapema kabisa utakuwa ni Karabag dhidi ya Newcastle United, lakini baadaye Olympiacos dhidi ya Bayer Leverkusen, Bodo Glimt dhidi ya Inter Milan, Club Brugge dhidi ya Atletico Madrid. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Kenny Malila kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa kwa umakini wa hali ya juu. Na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba chetu cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo haya studio namba 1 kwa ajili ya kuendelea na habari kutoka hapa Channel 10 Plus.